inna lilmuttaqina mafaza. Ndugu zanguni katika imani, kwanza kabisa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia afya na nguvu, na pia vile vile na imani iliyokuwa thabiti mpaka kuhudhuria katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni katika imani, Waislamu, nina imani katika eneo hili sio sisi peke yake, bali wako wengi mno, na waliobakia huko nje ni wengi kuliko hata sisi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hajawafanya ni wenye kuhudhuria, ila isipokuwa ametuchagua sisi wachache ndio tukawa wenye kuhudhuria katika nyumba yake hii. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hatuna budi tuweze kumshukuru kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, napenda kuihusia sana nafsi yangu kwanza, na pia kuwahusieni nyinyi katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mpaka kufikia kuandaa maneno haya machache kuwafikishia Waislamu wenzangu, basi nimepitia maneno haya machache, nimeyapitia kwanza mimi mwenyewe kwa muda mrefu na kuyazoea, na pia ndio nakuja kuwafikishieni nyinyi. Bimaana kama ni ujumbe ama kama ni nasaha, nimeinasihi kwanza nafsi yangu na naendelea kuinasihi nafsi yangu, na pia vile vile na wanasihini nyinyi ndugu zanguni katika imani. Jamani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna lilmuttaqina mafaza, hakika wenye kumcha Allah ni wenye kufaulu. Ambao wanamcha Allah wamefaulu hapa duniani na pia vile vile akhera, ndugu zanguni katika imani. Lakini pia kuna sura nyingine anasema Allah mtukufu subhanahu wa ta'ala, fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa innal jahima hiya almawa. Ndugu zanguni katika imani, tuzifananishe aya hizi mbili. Pale Allah akasema kwamba hakika wenye kumcha Allah ndio wamefaulu, lakini tuangalie huku anasemaje, fa amma man tagha, na yule ambaye atakayasi, wa athara alhayata dunya, na akadanganywa na haya maisha ya dunia, fa innal jahima hiya almawa. Ndugu zangu katika imani, wapi mafikio yake? Allah atuepushe na moto wa jahannam pamoja na adhabu zake zingine. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hatuna budi tuweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa jambo ambalo ninalotaka kuwanasihini ndugu zangu katika wakati huu mchache ni kuhusiana na sala zima la as-swala. Swala ndugu zangu katika imani, zimekuja aya pamoja na hadithi nyingi ambazo zinazungumzia kuhusiana na swala. Mojawapo Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwamba inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, hakika swala humkataza mtu ambaye anayeswali swala hiyo na maovu pamoja na dini na machafu na mambo ya munkar. Sasa ndugu zangu katika imani, hii swala kwanza ni wajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, ni wajibu juu ya mwanaume na pia ni juu ya nani? Ya mwanamke. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hatuna budi tuweze kufanyeje? Tuweze kuswali. Na pia kuna hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anazungumza Mtume Muhammad anasemaje? Anatuambia ya kwamba al-ahdu alladhi bainana wa bainakum as-salah faman tarakaha faqad kafara, ahadi iliyopo baina yetu sisi na baina yao ni swala. Faman tarakaha, atakayeiacha hiyo swala, faqad kafara, hakika amekufuru. Subhanallah. Jamani, mtume huyu anatuambia kwamba atakayeacha swala hakika amefanyeje? Amekufuru. Jamani, tunamwelewa mtu ambaye aliyekufuru?
mtu ambaye aliyekufuru, bimaana huyu mtu amepinga kabisa. Na ni yapi malipo ya mtu huyu? Hana malipo mengine isipokuwa ni kuishia katika adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba hii swala, ndugu zangu, katika imani ndiyo ambayo inamtenganisha kati ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu. Sasa wale Waislamu wameiacha swala, ni Waislamu ama ni watu wa aina gani, ndugu zangu, katika imani? Mtu anaweza kuwa ni Muislamu akajiona kwamba yeye ana jina zuri, lakini ameiacha swala tano, wala hana shida na kufuatilia katika dini yake jambo lolote. Mtu huyo amebakia na Uislamu wa jina, isipokuwa ameshakufuru. Sasa mtu huyo ambaye amekufuru, na kama ataendelea na hali hii, asipotubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mpaka ikafikia kiasi Allah akampiga muhuri katika nafsi yake, basi mtu huyu huenda akaishi mpaka kuondoka kwake hapa duniani asiweze kutubia, na mwisho wa siku akafa aliyakuwa yuko katika ukafiri wake. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, swala asilimia nyingi imekuwa ikipuuzwa na watu wengi, asilimia nyingi katika Waislamu, isipokuwa wale ambao Allah amewajalia ndio wanahifadhi swala. Kila kwenye kipindi kikifika, basi mtu huyu anafanyaje? Anaiswali swala hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hatuna budi tujitahidi hii swala. Jamani, swala atakayeacha hakika amefanyaje? Amekufuru. Utatoka katika rehema za Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yeye ndiye amekuumba. Akisha kufukuza katika rehema zake, basi jua ya kwamba wewe hauna mafikio mengine isipokuwa ni motoni. Aadana Allahu minna wa iyyakum minan nar. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tujitahidini sana na swala. Jamani, swala tujitahidini sana. Wanaume tuje tuswalie misikitini, na halikadhalika wakina dada na wakina mama, basi hata nyumbani ni bora zaidi. Kwa hiyo tujitahidini sana jamani, tufanye ibada ya swala pale ambapo tutakapokuwapo. Allah amejalia kwamba hii ardhi yote ni tahara, isipokuwa mahali maalum kama uwani, huko mtu hawezi kufanya ibada. Lakini unapokuwa huko shamba unafanya kazi yako, labda ya kupalilia mkonge wako na mazao yako mengine, basi jitahidi muda wa swala unapokuwa umeingia, basi mtu asimamishe kwanza kazi yake ile, achukue udhu, aweze kufanyeje? Kuswali. Jamani, tumwabudu Allah kama jinsi alivyozungumza aliyekuja kabla yangu hapa. Amezungumza jamani, kuna umauti. Jamani, kuna habari ndefu kuhusiana na umauti. Jamani, watu wanaondoka kwenda kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hali ya kuwa wako katika sampuli mbalimbali kulingana na matendo yao. Hatutegemei kwamba mtu ambaye ni mshirikina kifo chake kitakuwa kama mtu ambaye ni muumini. Hapana, ndugu zangu katika imani, ni jambo ambalo lisilowezekana. Atakapokuwa muumini, basi atakapoondoka kwenda kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni tofauti kabisa na atakapoondoka mshirikina. Na tumeambiwa kwamba kulingana na machungu ya umauti kwa muumini ambaye hamshirikishi Allah, amejiepusha na madhambi makubwa, muumini huyu anajitahidi kufanya ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu huyu akiacha mtu huyu akiacha kufanyaje? Mtu huyu kama ataendelea kufanyaje? Kufanya ibada za kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ni muumini, akajitahidi na ibada zake zingine ambazo Allah ametuamrisha tuzifanye, basi mtu huyu tumeambiwa kwamba umauti unapompata, uchungu ambao anaofanyaje? Anaopata muumini ni sawasawa na mtu kupigwa mapanga 300 bila ya kufa. Yaani mtu akachukuliwa akawekwa hapa akapigwa mapanga 300, alafu ikatokea kwa mapanga yale 300 aliyopigwa mtu huyo bado hajafa, hali gani ambayo anayokuwa? Kwa hiyo inatakiwa tujitahidi sana
katika sala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Vinginevyo hatuwezi kufaulu, ndugu zanguni katika imani. Huo tumeuzungumzia ni ule uchungu ambao unaopatikana mtu anapotolewa roho yake. Sasa tumezungumzia kwa huyo ambaye ni muumini anamcha Allah subhanahu wa ta'ala, namna inavyokuwa, na baadhi ya riwaya wamesema kwamba uchungu unaopatikana kwa muumini, uchungu ule wa kutoka kwa roho yake ni sawasawa na kumchuna mbuzi ile ngozi yake kabla ya kufa. Huyu mbuzi atajisikia uchungu gani? Hajakufa, yuko hai, alafu anaachunwa ngozi yake. Jamani, ni machungu ya hali ya juu zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, muumini huyu ndio atapata tabu kama hizi. Je, yule ambaye atakuwa si muumini atakuwa katika hali gani? Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tujitahidini sana katika kutekeleza ibada ya swala tano, kwa sababu hii ndio inamtambulisha Muislamu aliyokuwa kamili na inamtambulisha yule ambaye asiyekuwa Muislamu. Kwa hiyo unaweza ukawa ni Muislamu lakini ukawa ni Muislamu jina.